Vile vile ukweli mzima tujue. Silaha zilitoka wapi? Nani alitoa agizo? Kwa nini alitoa lile agizo? Ndugu waliopigwa risasi wakaonekana baadaye wakatoweka katika mazingira ya maiti, zikafufuka, sijui zikakimbia mochwari, ilikuwaje? Walizikwa wapi? We need that truth. Ile itakusababisha mtu atalia kwa hasira hata kwa wiki moja, lakini hapo tayari ataanza kupona kwa sababu atakuwa ameshaujua ukweli. Kwa sababu kuna watu wamezika viatu, wamezika nguo, yale mazingira sio mazuri kwa hiyo ninachofikiri kitu cha kwanza, namna ya kutoka hapa, tunatakiwa tume inayoaminika na wote, an inclusive commission ambayo iwe na watu wa ndani, iwe na watu wa nje, lakini vile vile itoe mwanya kwa watu wenye nakisi ya uadilifu. Sisemi wengine hawana uadilifu, lakini watu ambao wanakubalika na kuwakilisha makundi yote. Tumeona sasa serikali imeunda tume. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliunda tume inayoongozwa na Jaji Chande kuongoza na kuchunguza matukio hayo. Yapi maoni yako kuhusiana na tume hili? Naomba nisitoe maoni yote kuhusiana na tume. Kwa nini? Kwanza ina baadhi ya watu ambao wengi ninawaheshimu sana wako kwenye ile tume, na tunajua saizi wako wanaandaa ripoti yao, na ile ni tume ya rais ameiunda ya kumpatia yeye ukweli kwa kitu alichokuwa kitafuta yeye. Mimi niko tayari kuzungumzia tume ya wananchi wanayoitaka. Kwa hiyo sidhani kama ni busara nikianza kuicriticize au kuikosoa ile tume kwa sababu sasa tunazungumza kuliponya taifa. Kwa hiyo kitu ambacho kama sikubaliana nacho na ninaona kwamba sio sahihi, huwa mimi nina tabia kwenye mazingira kama haya ni kuto kukizungumzia kabisa. Na tumeona watu mbalimbali wakitoa maoni, makundi mbalimbali wakitoa maoni, viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, wakieleza umma ya kwamba na wakiwasihi umma kuwa na imani na tume hii ya Jaji Chande. Wewe ni wakili na nafasi yako kama TLS. Hipi nafasi ya TLS sasa, ama msimamo wa TLS kwenye tume hii iliyoundwa? Nimesema siku zote tunapofanya mambo ya kisheria, sheria sio imani. Take your faith away from law. Law is about facts. Utazungumzaje imani when a monkey judge an affair of the forest? Kwamba tunachotaka tukizungumza haki ina kanuni zake za kisheria. Kwa mfano kama ni mahakama au ni tume, basi natural justice izingatiwe. For instance, no man should be a judge on his cause. Odemba, kama unalalamikiwa, usiunde tume ya kukuchunguza Odemba, uache mekanizmu zingine zifanye ile kazi. Watu wanaofanya kazi ya maamuzi wasio watu ambao kwa namna moja au nyingine wana maslahi, they have interest or conflict of interest katika ile process inayofanyika. Kwa hiyo sheria sio imani. Sheria ni kitu ambacho kina misingi yake, kina kanuni. Kwa hiyo uwezo kuwaambia watu muwe na imani na mtu fulani. Unaangalia kriteria. Kriteria za kimataifa zipo. Unapotaka kutengeneza commission ya namna hii ikoje? Kamati ya namna hii ikoje? Au jambo la namna hii likoje? Kwa hiyo tunachosema kwenye sheria ni kwamba ni reliable au sio reliable. Kwa hiyo hatuwezi kuizungumzia sana, kama nilivyosema, sitaki kuzungumza sana kuhusu hiyo kamati, lakini ninachozungumza ni kwamba kuna masuala ya kisheria, sio masuala ya kiimani. Ni masuala ambayo yanahitaji, ni ya kisayansi, ambayo yana logic yake na utaratibu wake wa kuyathibitisha au kupima ubora. Umeeleza ya kwamba taifa linahitaji ukweli na lielezwe ukweli kwa yale yaliyotokea, na tume hili limeundwa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Unataka kutuambia kwamba hauna imani na tume hili, Mwabukusi? Kama nilivyosema, swala la kisheria la kiuchunguzi sio swala la kiimani. Ni swala la kisheria ambalo ni kanuni. Hatuangalii jibu. Ndio maana tunapozungumzia rule against bias, we don't care about the results, we look at the process. Kwamba hii process inatupeleka kule, je, imezingatiwa kanuni za kimataifa zinazoongoza formation ya vitu kama hivi? Sasa wewe ukitazama hii process hiyo haitupeleki kwenye ukweli. Ndio maana nimesema kwamba how can you comment on something which you are not there?
Kwa sababu mimi ungenipa ungeniletea labda ungenionyesha kwamba kitu cha namna hii kilicho conform nikakufanyia comparative analysis kwamba labda Ulaya Mashariki wakati wakitoka kwenye ujamaa ule walifanya nini, commission zao zilifanyaje, au nikakuleta South Africa au nikakuleta nchi zingine za Amerika ya Kusini wakati zikitoka zilikuwa zikifanyaje. Nitakufanyia hiyo comparative na nitakuonyesha kwamba namna gani au kwa nini zilikuja na matokeo labda yaliyotarajiwa. Lakini hii ni experience mpya ambayo I cannot comment, labda mpaka tuache wafanye kazi yao. Kwenye hili tume hauna maoni? Sina maoni kwa kweli. Kwenye tume ya Jaji Chande kwa kweli sina specific maoni kwenye hilo. Tuna subiri tuone kwa sababu aliyeiunda alikuwa na terms of reference na matokeo anayotarajia. Kwa hiyo ni vizuri tuiache ifanye kazi yake. Chakwera vile vile alikutana na Tundu Lissu na mara baada ya mkutano wao tuliona ikitolewa press release kupitia kwa wakili wake Paul Kisabo. Lakini moja kati ya mambo ambayo yalisemwa ambayo imegusa hisia za watu wengi pale Tundu Lissu aliposema ya kwamba yuko tayari kwa mazungumzo akiwa huru. Hili jambo limeleta hali ya sitofahamu baina ya wananchi, lakini vile vile baina ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tuanzie kwanza, je, mkutano wa Tundu Lissu na Chakwera na yale ambayo yamesemwa, unaona uhalisia wake? Siwezi kusema kwa sababu I'll be speculating. Lakini mimi namfahamu Tundu Lissu. Kama ungeniuliza kati ya wanachama wangu na kuna vita ya haki za binadamu inataka kupiganwa mahali inayohitaji msingi na mtu wa kusimamia anachokiamini, na ungeniambia chagua kikosi cha makamando au Navy SEAL, siku moja niliwaambia watu Tundu Lissu is a legal ni mtu ambaye ukiniambia ni mtu ambaye ana uelewa mkubwa sana na imani katika kile nilisema siku moja kwamba is a legal mania, is a law mania. Yani ni mtu ambaye ni mwenda wazimu wa sheria, ni mtu ambaye yani ana passion na haki za binadamu na kusimamia msimamo anao usimamia. Kwa hiyo ana lugha zake ambazo nikiona najua hii lugha ya Tundu Lissu. Na kuna baadhi ya lugha labda ukiziona huwezi kusema sio ya kwake sababu ukuwepo, lakini unasema labda akija kunithibitishia kwamba ni yake, kwa sababu human watu sio static, wanabadilika. Lakini kwa Tundu Lissu ninayemfahamu mimi is one of the best mind, ambaye sio mtu anayecheza na msimamo wake. Baada ya pale tumeona mjumbe wa kamati kuu ya chama chao, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Godbless Lema, akiandika katika mtandao wake wa kijamii kutilia mashaka maneno yale kwamba huenda sio maneno ya Tundu Lissu, na akayarai umma kwamba yeye atakuja kuamini Tundu Lissu akisema yale kwa mdomo wake. Sasa wewe pia vile vile unasema Tundu Lissu ni moja kati ya watu nao admire, lakini vile vile umefanya naye kazi na yeye amewahi kuwa kwenye nafasi hii uliopo leo ya rais wa TLS. Upi mtazamo wako kuhusiana na hili? Kwa sababu yale yalikuwa yamedaiwa ni mawasiliano ya wakili. Na wakili huyu yuko chini ya TLS. Yes, lakini mahusiano ya wakili na mteja wake ni independent, hayaingiliwi na TLS. Kwa hiyo bado nampa benefit of doubt, kwa sababu anayetakiwa kuclarify hilo ni wakili husika. Alilipataje, lilikwendaje, ni la wakili husika. Lakini mimi nimemuelezea Tundu Lissu ninayemfahamu na statement zake kwamba kuna mazingira ambayo nikiona lugha najua hii ya Tundu Lissu. Kwa hiyo ile lugha ni ya Tundu Lissu, si ya Tundu Lissu. Mimi ndio maana nilisema kwamba kwa namna ninavyomfahamu Tundu Lissu, hata mimi ningejiuliza kidogo kuhusu ile lugha. Lakini bado nakuhakikisha kwamba anayeweza kusema hii lugha sio ya kwangu au hili sijalifanya ni Tundu Lissu. Lakini wewe ukiona zinashabiana, nitakuwa mpiga ramli. Nitakuwa mpiga ramli. Jambo ambalo halitakuwa
sahihi kwenye jambo serious kama hili. Kwa sababu unapozungumzia jambo la Tundu Lissu unazungumzia jambo la mtu ambaye kawekwa mahabusu zaidi ya mwaka sasa. Kwa hiyo sio kitu ambacho tunaweza tukakizungumzia kimchezo. Kwa hiyo hawezi ukafikiri akawa sawa kabisa kwenye kila jambo. Kwa hiyo lazima wananchi tumuombee, lakini vile vile tuhamasishe haki itendeke. Tuhamasishe haki itendeke. Kipindi hicho ni kirefu. Kwa hiyo kina disturb ufahamu na utashi wa mtu. Siku zote nasema usimuone mtu anafika mahakamani anashangilia anakuambia I'm strong, I'm what. That is not a hotel for saint. When you are in custody, sio mahali ambapo ni salama pazuri, hasa kwa mtu kama Tundu Lissu ambaye anahitaji matibabu, anahitaji kuonana na madaktari wake, anahitaji eneo ambalo linampa nafasi kubwa sana ya kiafya na kuchangamana na mazingira tofauti. Lakini vile vile hata hali yake kwa nchi ambazo watu wanaothamini utu zaidi, Tundu Lissu ni mtu ambaye nadhani ni moja raia wachache walioumizwa sana katika nchi hii. Kwa hiyo hata kumwendelea kumpa security kwa namna ile au kumwacha mahabusu kwa muda mrefu namna ile, sio jambo bora sana. Sio jambo bora sana. Kumekuwepo na malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu hapa nchini. Unahisi kwa nini haya yanatokea na tuoni hatua zinazochukuliwa na TLS, ukiachilia matamko ambayo umekuwa mkiyatamka? Ukweli TLS sio kwamba tunatoa matamko tu, ni kwa sababu tu watu wengi wanaoshika simu na kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii hawataki kufanya utafiti au kutuuliza TLS tumefanya nini. Mimi nitajaribu kukupa mfano. TLS tumemuingeji jaji mkuu alipoingia. Kwa sababu Watanzania wengi mnaowaona ni maarufu, lakini Watanzania wengi wasiokuwa maarufu walikuwa wakiumizwa sana na mahakama za mwanzo. Mtu anafika tu, hajasomewa hata shtaka, break ya kwanza ni lock up, akakae huko siku 3 ili adaiwe rushwa. Sisi tumeliengage hilo very serious, kwa sababu tuliona mahakama ya mwanzo zinaumiza watu wengi, mamia ya wananchi. Kwa sasa ni kuhakikishia mahakama za mwanzo, jaji mkuu alitoa maagizo, hataki kuona mahakama ya mwanzo ikipeleka mtu mahabusu, na hata kama mtu hana mdhamini ajidhamini mwenyewe. Hiyo ni agizo kabisa, na mpaka sasa hakuna mahabusu yoyote wa mahakama ya mwanzo. Yote ni matunda ya TLS kwa kuengage na mahakama. Kulikuwa na hali ambayo mlikuwa mnaona mawakili wanaotetea watu wanateswa, wanakamatwa ovyo, mawakili walikuwa wakionekana kama vibaka. Unaona hali ile imepungua, haiko kama ilivyokuwa awali. Bado kuna malalamiko. Tuende kwanza nisikilize Odemba. Bado kuna malalamiko mengi sana. Na kuonyesha sasa in fact tunavyofanya, kwa sababu Yesu alikaa miaka 3 na wanafunzi wake, lakini bado hakumaliza. Siku ya pili tu Petro anaachiwa pale, anawaambia wenzake twendeni kuvua samaki. Kwa hiyo uone process, it's a process. Bado kuna changamoto kubwa. Hatuwezi kumaliza changamoto za miaka 70. Chama chetu kina miaka 70, nchi na miaka 65. 60 kwenda 65 karibu. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba labda katika muda kipindi kifupi tutamaliza. Ndio maana najaribu kuonyesha kwamba kwa mfano nimekuonyesha hilo jambo. Jambo la pili ambalo tulilofanya sisi TLS, wote mliona kulikuwa na kukamata wananchi nchi nzima. Wananchi wanapelekwa, wanafunguliwa mashtaka makubwa, arson, treasons, nini, na saizi bado kuna mashtaka mengine yanaendelea sehemu mbalimbali ya nchi, zaidi ya karibu watu 3,000. TLS imetoa huo msaada. Hebu quantify huo msaada hata kwa minimum charge ya milioni 5. Uone TLS na wadau wake tumetoa ni bilioni ngapi zile kuwasaidia Watanzania. Vile vile sisi TLS tulifanya kazi kubwa, ikiwemo kwa mfano swala la kusimama na kukemea mambo yalipokuwa yakienda si sawa. Sisi tulizungumza swala la Ngorongoro ni moja ya maeneo ambayo TLS tulizungumza kupiga kelele, na mpaka sasa sisi tulipeleka kamisha na tulipeleka taarifa. Na ndio maana TLS tunakwambia lililofanyika Ngorongoro sio sahihi, na kinachoendelea mpaka leo sio sahihi, kwa sababu sio public interest. Uwezo kumuondoa mzawa afu unajenga mahoteli yale yanachuruzisha majitaka ovyo, magari yanaingia kule ndani, unasema mzawa ndio anayeharibu, lakini yale mahoteli kule ndani yanatunza hifadhi. That is a comic, it's not a public interest. Ile ni kwamba ni economic interest. Yale mazingira TLS tunawatetea wale watu, tulipeleka tume, tumekwenda sasa tuko hatua ya kufanya validation ya taarifa yetu. Kwa hiyo sisi tunasimama kuwatetea wananchi. Jambo lingine ambalo niliseme watu waone, tumefungua kesi baada ya uchaguzi. Tumehoji
kumhoji IGP, unapata wapi mamlaka ya kutangaza curfew? Na baada ya kutangaza curfew ukisema mna kazi maalum, watu wakaanza kuuawa kwa kufuata majumbani. Baada ya matamko hayo ni nini mlijibiwa? Tumefungua kesi mahakamani. Kesi zilikuwa mahakamani. Tumefungua mahakama kuu kesi 3. Kesi ya kwanza ni ya curfew, tumefungua TLS. Kesi ya pili tuliyofungua ni ya kuzima mtandao. Kesi ya 3 ni ya kuhoji uhalali wa tume. Kwa hiyo walizitoa kwa technicality kama kawaida, lakini tunarudi tena mahakamani. Zile ndio kazi za TLS. Sasa unaionea wapi sasa taifa hili na TLS yenyewe, kama mnasema mmepeleka kesi kubwa na muhimu kama hizo na zinatupiliwa mbali? Manake ushawishi wenu ni mdogo kisheria Mwabukusi. Hapana, ushawishi sio mdogo Bwana Odemba, ushawishi sio mdogo, ushawishi wetu ni mkubwa sana. Na ili ujue ushawishi wetu ni mkubwa sana, uliona hata wakati wanaelekea Disemba huko na zile mbwembwe za utangazaji ovyo, kila mtu anajitangazia kupiga wananchi sijui mafungo nani ya ajabu. Yale mambo ni kazi sisi TLS tunafanya zile. Kwa hiyo impact yetu ni social, kwa sababu tunajaribu kuimpact social change. Sio kitu ambacho unakiangalia kama kupika andazi, kwamba ni andazi unaligeuza huku, baada ya dakika 5 limeiva mnaliweka mezani. Kumbuka unakuta ni majitu yamebobea katika kukandamiza raia. Ni mtu aamini katika haki za raia. Kwa hiyo it is a process. It's not something which can be achieved within a week or year. Kwa hiyo TLS has done a lot of what it could ili kuona kwamba wananchi wanakuwa salama. Lakini ukumbuke TLS sio jeshi, kwamba tumeshika risasi, kwamba tumekuona unaenda kwa Odemba na kufiatua miguu na kuvunja. Sisi tunakimbilia mahakamani. Saa hizi TLS iko huku, kuna mamia ya watu wanawakilishwa. It is million of money ambazo zinatumika kufanya hiyo kazi. Hiyo ni kazi ya TLS, na TLS inafanya hiyo kazi wakati unaliona bunge linakataa hata kujadili hayo mambo. Bunge ambalo ndio litakiwa liwawakilishe nyinyi wananchi, sio TLS. TLS ni chama tu, kama mnavyoona chama cha wenye mahoteli akiwagawi wenye chakula njaa ikifika saa 6 mchana, au kuwagawia vitanda watu wanaohitaji kulala ikifika usiku. Unaelekea miaka 3 ukiwa ofisini, wakili Mwabukusi. Ni mabadiliko gani makubwa ya kisheria ambayo yamefanikiwa kufanyika kutokana na ushawishi wenu ama msukumo wenu kama TLS ndani ya uongozi wako? Kama ile nilosema la mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo sasa Odemba, mahakama ya mwanzo ilikuwa hata ni wakili ukifikishwa pale, mzee, it was a misguided missile. Ulikuwa uponi, yani utaenda kuibukia tu maabusu. Hilo tumefanikiwa. La pili tulilolisimamia na kushawishi ni hili la mahakama ya rufani. Ilikuwa ni changamoto kubwa. Watu sasa wanyonge wanapokuwa na kesi mahakamani, watu wenye pesa walipenda kukimbilia mahakama ya rufaa, wanakwenda kupaki kesi. Kesi inakaa miaka 10. Na unamkuta mtu mwingine ni maskini kabisa. Kuiweka ile kesi miaka 5 au 10, unamuua kabisa kiuchumi yule mtu. Tumefanikiwa kwa ushawishi wetu, na saizi mahakama za rufani zitakuwemo kwenye kanda. Kwa hiyo ina maana usikilizaji wa kesi utakuwa wa haraka zaidi. Jambo lingine ambalo ambalo nasema kwamba sisi kama TLS tulifanikiwa ni hili la kuokoa mamia na maelfu ya wananchi, vijana wa Tanzania ambao walikuwa, it's a record, watu walikuwa wafungwa kwa makosa makubwa, lakini kwa TLS kuingia pale tulisaidia kunusuru mamia ya watu. Lakini jambo la 3 ambalo tulilifanya ni kurejesha brand ya TLS, heshima ya TLS. Sasa kila Mtanzania anaheshimu na kujua wajibu wa TLS. Hakuna Mtanzania saizi anategemea bunge amsemee au wapi. Utashangaa nasema TLS mnafanyaje? TLS mnafanyaje? Kwa hiyo ile yote ni kuona kwamba watu wameelewa sasa na kuona wajibu na majukumu makubwa, pamoja na ile passion ya TLS katika masuala ya utawala bora. Kwa hiyo nasema ni mchakato mrefu, sio wa muda unaweza ukafanyika ukaona ukaupima ndani ya miezi 6-7, lakini kuna achievement ndogo ndogo za karibu unaweza ukaziona. La lingine ambalo tulilifanya, TLS ndio watu tuliwezesha Watanzania saizi kukemea wazi utekaji. Mlikuwa mwezi, kila mtu unaogopa kusema neno utekaji. Sisi ndio tulisema, na orodha yetu ya watu 94 ndio inaotumika kama reference. Lakini lingine tulilolifanya sisi kama TLS ambalo limesaidia kumove ni kusimama kwenye utawala wa sheria na kukemea bila hofu. Wakati wengine wakihubiri amani, sisi tulihubiri haki, na tumethibitisha kwamba
watu wangesikiliza TLS ilichokuwa ikifanya, hakuna roho ya mwananchi ambayo ingepotea Oktoba 29. Mlitoa listi ya watu waliopotea na kutekwa, zaidi ya watu 94 kama ambavyo umesema. Hawa watu wako wapi? Na je, jitihada gani zilizofanyika kuhakikisha kwamba hawa watu wanapatikana, ama mlipotaja tu mkaishilia mbali? Sisi sio kutaja, si kutaja na kuwasilisha kwenye vyombo husika vichukue hatua vya ndani na nje. Wamepatikana hilo swali kati ya 94 hizo? Hilo swali ukimuuliza waziri wa mambo ya ndani na IGP wakwambie baada ile taarifa walichukua hatua gani. Jana nimesikia baada ya taarifa mlifanya ufuatiliaji. TLS hawana zaidi, ukishapeleka ile taarifa kwa muhusika, yeye muhusika ndo anatakiwa act. Hamjafuatilia chochote na mjui ni watu wangapi waliopatikana? Hapana, sisi hatuwezi kujua kwa sababu it's not one of our duty. Sisi ni kuraise awareness na kumwambia muhusika hawa watu hawajatoroka kama unavyosema, kwa sababu kuna watu wanasema sijui ametoroka, sijui kaenda kwa mumke, sijui kaficha. Tunakwambia huyu ni Chonchorino wa wapi, tunakwambia huyu ni Soka, tunakwambia huyu ni Mdude, tunakwambia huyu ni nani, tunakupa jina lake na tunakwambia mazingira ya mtu huyu alivyopotea. Hiyo ni jukumu la taifa, watu waliopewa mamlaka kisheria kufanya